Na mtazamaji wa channel yetu ya Biomedia, karibu sana. Hope uko poa, na kwa upande wangu mimi kama official Rose Dina mhabarishaji niko salama kabisa. Leo tutangazia taarifa ambako Mange ameibua mapya mitandaoni mara tu baada ya Bongo Zozo kujiuzulu balozi kisa mauaji ya waandamanaji ambayo yalitokea tarehe 29 mwezi Oktoba. Kama hujasubscribe, karibu sana, sehemu pekee ambayo utahabarika kwa habari mbalimbali. Na mtazamaji, katika kile ambacho kinaonekana kama muendelezo wa kuibua hoja nzito kuhusu haki na uwajibikaji nchini Tanzania, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi ameweza kutoa kauli kali kabisa kufuatia tukio zima kabisa la kujiuzulu kwa Bongo Zozo kutoka nafasi yake ya ubalozi wa utalii wa Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mange ametamka kwa uchungu akisema kwamba mtu yeyote anayefanya kazi katika serikali isiyowajibika kwa wananchi wake na kuruhusu mauaji, basi naye sisi ni sehemu ya uovu huo. Sasa kauli hii imeweza kutolewa muda mfupi mara tu baada ya Bongo Zozo kutangaza hadharani kujiuzulu kutoka katika nafasi ambayo alokuwa, akisema kwamba ni kutokana na kile ambacho alikiita kupotea kwa utu na amani kufuatia mauaji ambayo alidaiwa kufanywa na jeshi la polisi. Mange ambaye huyo amekuwa ni sauti ya upinzani mitandaoni kwa muda mrefu, ameeleza kuwa uamuzi wa Bongo Zozo ni wa kishujaa, lakini pia umeibua maswali mengi kuhusu uhalali wa kimfumo ndani ya vyombo vya dola. Katika ujumbe wake, Mange alisema mtu yeyote anafanya kazi na serikali hii batili ambayo haina mamlaka na imeua wananchi, basi naye ni muuaji. Maneno haya yamezua mjadala mkubwa sana mitandaoni, huku wengi wakimunga mkono wakidai kwamba ni wakati wa Tanzania kusimama na kusema hapana kwa dhuluma, huku wengine wakimtaka kutumia lugha ya kujenga zaidi kuliko kumshambulia. Sasa wakati huo kauli hii imekuja wakati ambapo Watanzania wengi wakiwa bado wanaomboleza na kutafakari mustakabali mzima wa haki za binadamu na usalama wa raia nchini. Zozo ameonekana kama mfano wa watu ama mtu ambaye alikataa kunyamaza mbele ya uovu, na Mange ameongeza moto katika mjadala huo kwa kuibua maswali kuhusu nafasi ya maadili ndani ya serikali. Kauli na hatua hizi kwa pamoja zimeweza kuibua hali ya taharuki, lakini pia matumaini kwamba kuna watu bado wamesimama kwa ajili ya haki, utu na uwajibikaji. Endapo sauti hizi zitaungwa mkono na wengi, huenda zikachochea mabadiliko ya kweli katika utendaji wa serikali na taasisi zake. Ni tamati ya hiki ambacho tumeendelea kukusogezea mtazamaji. Update ni nyingi sana, endelea kufuatilia ili uweze kufahamu nini ambacho kitajiri. Pengine wanaonekana kwa wengi wanaongezeka siku hadi siku, wanaweza kufanya nini katika taifa la Tanzania kwa ajili ya kuleta mabadiliko pengine. Mimi official Rose D, bye bye.